wengi walikuwa na siku ya baba. Siku tunayoona tangu ndio baba yetu kwa msimu. Tunapokusifu kwamba kama tulizoea zako kwa baba tufunue kwa mawazo yetu ili baba tunapokuwa mahali hapa ni baba tunaingia nacho baba kama baba kama tusudi baba kwake baba tunakupa baba jaza kwa roho mtakatifu kwa baba tunasikia jina asante kwa nasi msalaba kama msalaba au funga hizo yako jana na kufanya hayo sifa kwa baba asante kwa mwache ndio baba kusikia kwa jina lako na mwana Yesu Kristo tunasema amen. Sema ningetaka kueleza wazo tu kidogo shule. Wazo kuhusiana na nyimbo tunapokuwa tunamsifu Mungu. Tunapokuwa tunamsifu nani? Mungu. Na sinaposikia niongea kwa watu watu kwa ninaposikia mtu anatoa tamko la wimbo fulani. Unakuta tu mtu atafunguli afungui kitabu hiki kimoja ndio. Na wimbo inapokuwa inaimbwa, waimbaji wanapokuwa wanaimba, utakuta labda ni mmoja tu anaimba, sauti yake inasikika, lakini wengine unasikia mtu anavaa nini? Yule mwenye alikuwa anaimba akinyamaza, unasikia watu wanavaa nini? Wamenyamaza. Kwani si kweli? Kweli. Unakuta watu wananyamaza kwa maana hata mwenyewe katika mawazo yake hapo nini? Hapo na kitu kwa nini? Kwa hiyo sasa ipo ni kazi nikasema namna gani? Unapoangalia Lucifer alikuwa bado nini? Alikuwa mbaya. Bado sasa nasi tunapokuwa tunajiita wana wa Mungu. Tunafaa kuwa mahali tunafaa kuwa wapi? Si tunafaa kuwa tunamsifu Mungu usiku na mchana. Ama ni vile tu tuelewe jinsi nyimbo ni za maana gani? Hebu nisome katika kitabu cha Sauli. Jaribuni mambo yote. Hebu sikia mambo yanasema. Jaribuni mambo yote. Lishikeni neno jema. Nataka usikie nasema lishikeni nini? Neno jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Jitengeni na ubaya wa kila nini? Wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe awatakaze kabisa. Mungu mwenyewe atakaze kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Sema nafsi zenu na nini? Na roho zenu na roho zenu na miili yenu. Na miili yenu. Miili yenu. Swali. Wale. Ninapoangalia katika muziki ama katika nyimbo za kwa muziki mwingi. Unazo nyimbo za hawa waimbaji wetu. Gospel music. Unaona? Ukisikia shida ile na lakini unakuta ile zile nyimbo wanaposema wanauza Mwenyezi Mungu. Mimi sioni kama inakubalika. Juu, hebu soma
mara ya tatu ya lakini inasema hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu. Kwa sababu Warumi wa pili 13:1 ndio hiyo. Hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno lithibitishwe. Kwa vinywa vya mashahidi wawili ama watatu. Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno litathibitishwa. Kila neno litathibitishwa. Sasa hivi tuje tukaelewa kuhusu mambo ya imani. Na tunapokuwa tunaelewa, tunapokuwa tunamwambia Mwenyezi Mungu, tunafaa kuwa na kipimo. Okay, na kipimo tunafaa kuwa na nini? Kama naelewa. Tunapokuwa tunamwambia Mwenyezi Mungu, tunafaa kuwa na kipimo cha wimbo ama cha nyimbo tunaokuwa tunamwambia Mwenyezi Mungu. Ni kipimo aina gani? Ama ni vipimo gani? Kitu cha kwanza ni kipimo. Basi kwa mimi nafaa ninapokuwa nasikiliza wimbo. Hiyo wimbo wanasikiliza. Kitu cha pili ni kama maana yake atamweka mawazo yenye hamkuwa mbali. Kitu cha pili tunaupima na vitabu. Kupitia dada White alitupea kipimo cha tunapokuwa tunamsifu Mungu. Ama ninapoangalia katika vitabu za dada White amezungumzia kuhusu nini? Ama amezungumzia kuhusu ibada. Amezungumzia kuhusu ibada, kuhusu wanawake, kuhusu wanakwani wenye watakuwa wanawake wenye wanamsifu Mwenyezi Mungu watakuwa kwa hiari gani? Hebu nataka tuzame asili muziki asili yake ni wapi? Muziki asili yake ni wapi? Hebu soma kitabu cha Safari ya 3. Sawa. Sawa. Na nipate msomaji wa basi ni Biblia 17. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu. Anasema hivi, atakushangilia kwa nini? Kwa furaha kuu. Atakusikiliza katika upendo wake. Katika upendo wake. Atakufurahia kwa kuimba. Sasa Bwana kwa anasema namna gani? Yeye mwenyewe atafanya nini? Furahia kwa kweli. Atakufurahia nani? Yeye mwenyewe atajifanya nini? Wewe unapokuwa unamwimbia atafanya nini? Anafurahi. Atakufurahia.
ni wa asili ya mbinguni. Sauti ya muziki ni moja ya zawadi za Mungu kwa wanadamu. Kwa hivyo mimi ninapokuwa nikiimba Mwenyezi Mungu ni zawadi. Bwana. Kwa hivyo ni zawadi nimekabidhiwa na nani? Baba. Zawadi ni zawadi ni kile nini? Yaani kitu ya kufurahi. Ukifurahia kwa maana inapokuwa inapewa zawadi, yaani zawadi yaani ni kitu siko nadhani. Yaani ni kitu siko nadhani. Si yaani ni kitu siko nadhani. Hebu nipe mfano mwingine. Ndogo tu. Hebu niulize. Sisi tunapokuwa mahali hapa. Nguo yetu ni ile. Tunapokuwa mahali hapa. Nguo yetu ni. Okay, labda niseme hivi. Labda wengi wanasema sisi tunapokuwa mahali hapa, labda mimi nimekuja hapa kwa maana nataka nikapata mfano huu. Unasikia? Labda mwingine ako hapa kwa kusema mimi niko hapa kwa maana mimi naogopa nini? Watu wa Yohana? Watu wa Yohana. Kama naelewa? Okay, mimi niko hapa kwa maana natarajia nitakuja kupata nini? Ufalme wa mbinguni. Mwingine ako hapa kwa maana anajua ndio nini? Ndio nini? Hii anajua yeye akisha kufa. Watu wanamfanya nini? Mungoje. Swali ni hawa watu wawili unaona kama kuna mwenye hapo na mwenye anajua chenye afanya. Sisi kama naelewa. Brother. Ndio ndio sasa. Unaanza hawa watu wawili unaona kama kuna jambo na wale nani? Ni kama kusema hivi, hawa watu wawili. Sasa hii Kristo asimama hapa sasa hakuna jehanamu na hakuna mbinguni. Hawa watu wanalo potea. Watarudi kwa maisha yao. Kwa maisha yao. Kwa si kweli? Kweli. Sasa niulize hivi. Hapo sisi tunampenda Mwenyezi Mungu. Ama tuko hapa kwa maana tunampenda nini? Mwenyezi Mungu. Aidha hata kama hakuna mbinguni. Hata kama hakuna nini? Hakuna jehanamu. Atuambie sasa hakuna jehanamu na hakuna mbinguni. Sisi tunajifanya kumwabudu. Na kumwabudu. Ni kama wale vijana watatu. Shaka na Biblia. Whatever magana. Whatever magana. Gawa hata kama hata kuokoa. Hautafanya nini? Tutainamia miungu. Ila tunaona sasa hao vijana. Sasa hao hawajafanya hivi kwa maana walikuwa wanajafanya nini? Wao pale. Si kweli? So, mimi naona hivi. Mimi kwa katika mawazo yangu. Mimi kuamka wanajua. Kuamka wanajua. Na kutoka kwenda kazini na kurudi jioni. Hiyo ni gani? Ama asante tunapokuwa tunaomba Mwenyezi Mungu.
huruma unalipa. Swali. Mimi naona hiyo ni malipo. Hiyo ni malipo. Lakini after kumfanyia Mungu kazi yake, na kumpenda Mwenyezi Mungu, kuna zawadi. Zawadi nyingi. Kwa maana malipo huwa tunalipwa siku kwa siku. After kumfanyia Mungu kazi njema, malipo hii, zawadi hii, zawadi hii. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Ni kama saa hii tunasema nimesema. Saa hii ni hapo mali na mshahara ni elfu. Alafu mfanyie kazi. Mwenye kazi afurahie. Kwa hivyo atakapokuja siku ya malipo, si atanilipa? Yeah. Si atanilipa? Lakini akichanganya kazi yake, wana kazi ni kazi njema. Atasema mama baba kaja kujua. Yenyewe shika mshahara. Lakini hata kama nimechukua mshahara, nitakuongezea zawadi. Kwa zawadi ni. Kwa zawadi ni kitu sio nimefanya. Nimetaji. Sasa ndipo nikaacha kingi. Kwa hivyo wimbo ni zawadi. Yana mwingi. Sasa mshahara na zawadi nini tunafaa kufurahia? Okay, ni mshahara ama ni zawadi? Sawa. Asante sana. Burudia. Asante. Nimesema. Mimi kama mama kana. Mimi napewa elfu mbili. Mimi najua kesho nikienda elfu ngapi? 2. Kesho kutwa nikienda ni elfu ngapi? 2. Kwa hivyo najua hiyo ni pesa. Ninataka nini? Najua hiyo ni elfu mbili. Lakini nitakapofanya ile kazi, yani ile kazi nifurahishe Mungu. Mungu atakapokuja au katenyewe, baba kaje unani kazi. Ingawa atakapokuja pesa yake elfu mbili. Kwa kazi alikuwa mfuko alipea 5,000. Hiyo ni pesa nani nilikuwa nimetajia? Okay, nimefanya nini? Okay, ni pesa nilikuwa nimetajia? Hapana. Sasa mshahara na zawadi nini itakayofurahisha? Hiyo zawadi. Hiyo zawadi. Maana mshahara uko nao umeizoea hiyo. Kwa hivyo kwa maana mshahara nimefanya nini? Nimeizoea. Siku kwa siku? Kwa siku. Swali hili. Mimi ninapolipwa kwa kila siku, ninapotoka jioni, narudi, napoambia Mwenyezi Mungu, nitakapotoka hapa jioni au asubuhi, waenda kutafuta nikirudi. Nitakusifu. Kwa hivyo nasema nani? Kwa hivyo jioni utakapokuwa unarudi. Ndio. Unakuta leo nimekoma mchana. Umelipwa. Nalipwa unaona waovu. Wenye haki wanapotoka wakirudi jioni mfuko gani? Kama Mungu sio wa upendo. Anaweza toka aseme kwa maana nyinyi ni watu wangu. Na sio watu wangu. Sasa nitalipa watu wangu. Kwa hivyo mimi nasema ni mshahara analipa na kila mtu. Lakini zawadi Mwenyezi Mungu hatapea kila mtu. Sijui kama nimeeleweka. Zawadi Mungu hatapea kila mtu. Lakini mshahara anapea kila mtu. Sasa hii nayo ni zawadi. Kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kitabu gani? Umesoma essay. Nimesema hivi. Muziki ni wa asili ya mbinguni. Sauti ya muziki ni moja ya zawadi za Mungu kwa wanadamu. Wow. Sasa hebu wacha nisome. Kitabu kimoja kinaitwa utayarisha njia. Hiyo ni kitabu gani? Kwa Kiswahili utayarisha. Neno la Mungu. Yaani hapa yaani kitabu za roho na pia atusijue kwa Kiswahili na Kiingereza. Ya salama. Anasema kwa Kizungu. Hebu usome kitabu ya Salama. Nasema hivi.
Uimbaji ni sehemu uimbaji ni sehemu. Step to class kama? Inasema hivi. Page 236. 236 sasa hivi. Uimbaji ni sehemu ya ibada ya Mungu. Nasi tukijaribu kwa nyimbo zetu kumsifu, kukaribia kadri iwezekanavyo ulinganifu wa sauti za waimbaji wa Mungu. Sasa sisi kama hiyo ingeweza gani? Kama mimi tunaelewa, ama nirudie? Nirudie? Ndio. Mkataka masikio. Sasa sikizie. Nasema uimbaji sehemu moja ya ibada ya Mungu mbinguni. Unasikika hiyo? Nasema hivi. Nasi tukijaribu kwa nyimbo zetu kumsifu, kukaribia kadri iwezekanavyo ulinganifu wa sauti za waimbaji wa mbinguni. Waimbaji wa mbinguni akina malaika. Yeah. Sasa Mungu anasema namna gani? Baba anasema namna gani? Haya. Kama nimesikia. Inaonekana mawazo yetu ni mbaya. Tulinganishe bado mawazo yetu bado tafsiri. Ya, si kweli? Hebu tusome kitabu ya Biblia. Inasema hivi. Na hii inasema maksudi ya Mungu kuanzisha muziki. Kwa nini? Maksudi ya Mungu kuanzisha muziki. Maksudi. Kwa hivyo kulikuwa na maksudi. Kwa hivyo kulikuwa na maksudi ya Mungu kuanzisha nini? Muziki. Sasa ninapoangalia katika hii dunia yetu, maksudi ya wanadamu kuanzisha muziki. Kujifurahisha wao. Yeah. Maksudi ya wanadamu kuanzisha muziki ni nini? Kujifurahisha wao na kusikia. Walikuwa famous, wengine ni kutafuta pesa. Wengine ni mali. Mara ni kama ni hebu nataka pia hata kama kwa kuangalia kwa dunia tujiangalie pia sisi nitaka tuangalie mfano kwa mimi ndio tunapokuwa tunazingia Mungu. Hebu kwa sababu ya nasema hivi muziki ulitengenezwa kutumikia maksudi matakatifu, uyainua mawazo hadi kuwa kitu safi, bora na kilicho juu na kuamsha roho. Nasema hivi hali ya ibada na shukrani kwa Mungu. Hali ya ibada na shukrani kwa nani? Kwa Mungu. Hali ya ibada na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Hebu soma Wakorintho wa kwanza 14:14.
anapokuwa naiba, ule mmoja anaongoza akinyamaza, huyo mtu atakaa hivi kwa nini nyamaza. Anaweza kufikiria. Ndio maana yake inasema kuiba kwa akili na kwa akili na kwa roho. Kwa roho. Hebu tunaje hivyo? Sijui kama mwenye sasa niambie kama hiyo wimbo ni kwa akili na kwa roho. Unaona hiyo unasikia kiimbwa. Wea Niko. Tusio kwa. Ni unafundisha. Anasema wea tunakimbia sana mbaya. Nataka unataka kufungua katika mama. Unapenda jina gani? Jina ya Mungu. Mungu ni yao. Si ni yao? Yeah. Nikibrania si adili nikibrania. Yeah. Sasa huyu mwimbaji anapoimba unakuta ametaja majina gani? Mingi sana. Ametaja majina gani? Mingi sana. Hiyo sasa ndio kumwimbia Mungu kwa roho na kwa akili. Bana. Sasa saa hii hebu saa hii Ruto aitale mahali pale. Asema nataka mwimbaji. Pale. Moja yetu ilitokeza. Sasa wewe ndio umepewa nini? Kipaji fani. Ya kuimbia nani? President. Waweza kusema sasa uanze. Ndio sikoza atakuangalia hivi. Unataka uone. Sasa kwa nini watu watakuangalia wewe? Kwani kuna mtu mchawi ama namna gani? Amepagawa. Ama amepagawa. Tunapokuwa tunamwimbia Mwenyezi Mungu. Inasema tuimba kwa akili na kwa roho. Sasa hiyo ni wimbo tunapokuimba, okay. Tunapokuwa tunaimba wimbo kama okay, tunapokuwa tunaimba wimbo. Tunapokuwa okay, wanapokuwa wanaimba wimbo kama hizo. Wanaimba kwa akili. Pana. Pia hata roho wako. Hamna. Hebu soma katika kitabu hiyo. Sitazikubali wala. Sasa nasema hivi, yeye mwenyewe atafanya hata sikubali kwa maana mnayo nia nazo. Kuna nia mnayo nazo. Alafu soma. Wala sitaziangalia. Wala mimi sitaziangalia. Sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Alafu iondoleeni kelele za nyimbo zenu. Sasa anasema maana sasa unapokuwa unajiimbia. Anasema maana niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Kwa maana sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu.
Wanamwimbia. Kama si Mungu ni Lucifer. Kuna sababu anamwimba Mwenyezi Mungu. Lakini naye Mwenyezi Mungu anasema nani? Yeye hatafanya kusikia sauti za kelele. Sauti ya kelele. Swali ni, okay, swali. Unapoangalia katika makanisani, haya yapo. Ya. Ama tu naona tu mama mimi kidogo naona machana. Yapo. Si hapo? Ya. Katika makanisa. Unakuta watu mbali wanaimba mpaka yaani mtu akitoka mahali pale amefanya amesema. Mungu mwiko kwa mwingine ameiba mpaka kutoka mahali pale shati. Lakini utakapo mtu alikuwa anamuibia na mtu mwenye unapoona lakini tumuulize ulikuwa unamuibia mwenye nani? Na nani alikuwa anamuibia? Kwa maana alikuwa anamuibia na mimi mwenye nani? Kwa sema nilikuwa naimbia Mungu, nilikuwa nachezea Mungu. Nilikuwa nachezea Mungu. Pia hata wanasimama na nani? Hata Daudi fanya hivi. Alicheza. Akafanya nini? Nguo zikaanguka. Nguo zikaanguka. Hata kusema nini? Zikaanguka. Lakini Daudi alipokuwa akiibia, alibia nini? Barabarani. Aliba nini? Ama aliba kwa mjangani. Kushinda vita. Ushindi wa vita. Sasa sisi nasi tunapokuwa kushinda, tunaiba kuhusu vita vita. Vita ya kiroho. Ina kiroho. Sasa Daudi ilikuwa nini? Kimwili. Kimwili. Ilikuwa nini? Ilikuwa vita ya kimwili. Ilikuwa ya kimwili. Na tukiangalia pale katika wakati wa Musa alipokuwa pale mlimani. Swala walitengeneza nini? Walitengeneza damu. Na wakaza pale kuiba nini? Walikuwa wanamuibia nani? Walikuwa wanamuibia Mwenyezi Mungu, walikuwa wanamuibia Mungu wao. Mungu wao. Si walikuwa wanamuibia sanamu. Yeah. Na waliojenga. Yeah. Sasa na hawa unapokuwa na kanisa. Na wacha nimwambie. Unaona hata hawa ni hawa kanisa. Hizi hata sio hata hawa. Wanazika kwa kitu. Hawana wasiwasi. Hebu soma hiyo 6. 6:3. Hiyo Amos. Nataka tumalizie kwa haraka sitaki muda kwa maana najua ni mambo mengi sasa hiyo mbele. Nataka mwalimu wetu Ninyi mnaiweka mbali siku hiyo mbaya. Aha. Na kulileta karibu hao la kutalimu. Hebu mwalimu wetu. Unasoma? 6:3. Soma. Ninyi mnaiweka mbali siku hiyo mbaya na kulileta karibu hao la utalimu. Ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe. Sasa kunaona wala katika jua ya pembe. Na kujinyosha juu ya masemedari yenu. Ninyi mnaokula wanakondoo wa kundi. Sasa sikiza, ninyi mnaokula nini? Wanakondoo wa nini? Na ndama waliomo zizini. Ninyi mnaoimba nyimbo za ukuzi pamoja na sauti za vinanda. Sasa hata wanaambia ninyi mnaoimba hivi. Nyimbo za ukuzi. Kwa hiyo Mungu anaita Amos anaita nyimbo za ukuzi. Alafu na kujifanyizia vinanda vya nani kama nani? Kama vile Daudi. Sasa Amos alisema kama vile Daudi. Lakini amwalai Daudi yake alipokuwa akiiba, aliiba kwa nini? Kwa kushinda vita. Kwa ushindi wa vita. Hebu tuulizane hivi. Kwa maana watakatifu watakuja kuingia mbele. Nilipowana watakao mimi. Musa na mwana kondoo. Wataenda hivyo. Ndio Musa na mwana kondoo. Utakuwa mgoba. Maana inasemekana hivyo sio hivyo na watu wote.
Unasikia? Ile experience. Yale wale nini? Waliopiti? Yale waliopiti? Sio yale walio katika na kusweti. Ni yale waliopiti. Sasa leo uko tayari kula hivi? Sio hiyo.